Mungu ametupa nafasi tena kukusanyika. Tutakwenda kujifunza kuhusu agano la damu. Agano la damu, na wote tunafahamu kwamba wengi wanajua kwamba tuko katika msimu wa Kwaresma, au ni msimu ambapo tunakumbuka kwa Yesu kuweza kusulubiwa msalabani. Na wakati wote kabla ya Pasaka Yesu alipitia majaribu mbalimbali. Alienda nyikani siku 40 kwa ajili ya kufunga na kuomba, na hii ilikuwa ni ishara au nafasi ya Yesu kuweza kujiandaa kwa kila ambacho kinachokuja mbeleni, ili aweze kukabili mateso na aweze kukabiliana na hali yoyote itakayojitokeza. Ilikuwa ndiko mlango wa kuweza kufungua ministry ili aweze kuanza kazi rasmi. Alienda nyikani, na tunaona kabisa jinsi gani Mungu alichoweza kukifanya kwa ajili yake, na kuweza kusimama kwa ajili ya kuweza kutetea imani wakati akiwa anapambana na Ibilisi ana kwa ana. Na hii inatuonyesha kwamba kuna nia kubwa sana Mungu alikuwa ametaka Yesu aweze kupitia, na hii ilikuwa haiwezi kukwepeka. Lazima ilitakiwa apitie katika majaribu, alafu baadaye apitie mateso, na katika kupitia mateso lazima aweze kufesi kifo. Na kifo kila ambacho alitakiwa Yesu aweze kuuawa, lazima damu iweze kumwagika. Na katika damu kumwagika ndiko kulikuwa na agano kubwa zaidi. Ni agano ambalo lilitufanya sisi kuweza kusimama katika imani ya Ukristo, na ndipo hapo tunakamilishwa kuwa wana wa Mungu kupitia agano la damu ya Yesu. Na katika hilo agano la damu ya Yesu ilikuwa ni sababu tosha kabisa kutuunganisha sisi kutoka katika kila hali ambayo tulikuwa tunaishi, maisha ya dhambi ambayo yalikuwa ametukamata, na hatukuwa tuko karibu sana na Mungu. Na dhambi hiyo iliweza kututenga mbali na uwepo wa Mungu kutokana na dhambi ambazo tulikuwa tumezibeba wakati huo. Na ukiangalia katika kila maisha ambayo ilikuwa ni ukombozi ambao Mungu alikuwa ameuandaa kupitia hiyo damu ya Yesu, ambayo ni agano lililokuja maalum kabisa kwa ajili yetu, ili sisi tuweze kufika katika ukamilifu wa imani yetu, na kuweza kupata nafasi ya kumwendea Mungu ana kwa ana, kumwendea Mungu wakati wote, bila kupitia agano lingine lolote la damu la wanyama au agano la kuchinja mwanakondoo wa aina yoyote. Kwa hiyo Yesu alichinjwa mara moja, na hakutakuwa tena na agano lingine la damu litakaloweza kuwepo kwa kipindi hiki, kwa sababu Yesu aliweza kumaliza kazi yote pale msalabani, na sisi tukapata ukombozi. Na huo ukombozi unatufanya sisi kuwa ni wana wa Mungu wakati wowote. Ndio maana unaweza ukakuta tuna nafasi kabisa ya kuweza kumwabudu Mungu, kuenda mbele za Mungu na kuomba toba, na kuenda mbele za Mungu kuungama dhambi zetu, kuenda mbele za Mungu na kuzungumza na Mungu wetu wakati wowote, chochote kila ambacho tunachokitaka, bila kuweka na chochote kile. Biblia inasema katika kitabu cha Isaya sura 53 na ule mstari wa 5, sura 53 mstari wa 5, anasema kwamba bali alisulubiwa kwa makosa yetu, alichubuliwa kwa maovu yetu, adhabu iliyotolewa kwetu sisi ya amani ilikuwa juu yake, na kwa kupigwa kwake sisi tumepona. Kondoo tumepotea, kila mmoja wetu amegeukia njia yake mwenyewe. Na ukiona kwamba kwa kupigwa kwake sisi tumepona, na si kwamba kupigwa kwake
ile damu iliyomwagika ilikuwa imeweka agano tosha kabisa, ni agano tosha kabisa. Na ukiona kwamba katika kitabu cha Yohana ile sura ya 3 na mstari wa 16, maandiko jinsi gani Mungu alivyoweza akatufanyia upendeleo, ni upendeleo tosha kabisa. Anasema kwamba kwa maana jinsi hii Mungu aliupenda ulimwengu hata akamtoa mwanae wa pekee, ili kila mtu amwaminie asipotee, bali awe na uzima wa milele. Kila mtu amwaminie asipotee, bali awe na uzima wa milele. Hiyo ilikuwa ni agano. Kumwamini Yesu ilikuwa ni agano tosha, lakini damu yake ilipomwagika pale msalabani ilifanyika kuwa ni agano tosha kabisa. Unapomwamini Kristo hakuna kupotea, bali utaurithi ufalme wa mbinguni. Katikati yako wewe kutakuwa na mambo mengi ambayo yatapita. Unaweza ukapitia katika majaribu mbalimbali, watu unaweza kaanguka dhambini, lakini unajua kabisa kwamba inarudi pale ambapo kulikuwa na agano la damu ya Yesu. Maana yake sina nafasi nyingine tena ya kuwa mwanakondoo kama vile agano la kale lilivyokuwa. Kulikuwa na mtu mmoja alikuwa anazungumza akasema kwamba Pasaka sio ya Wakristo. Pasaka hii Wakristo wameichukua tu kwa sababu ilikuwa sio yao, na wala Wakristo hawana Pasaka. Nikaanza kutafakari, nikasema kwa nini alikuwa anamaanisha. Kaeleza maandiko, huyu alikuwa ni kutoka dini ile nyingine, kaeleza maandiko, unajua ilikuwaje hivi na hivi, lakini hakuwa anajua kwamba nini Mungu alikuwa amekusudia wakati wana wa Israeli walikuwa kule wa Misri. Mungu aliweza kuwaepusha na ghadhabu kubwa kupitia damu ya mwana kondoo. Ukikumbuka wakati Mungu ameamua kuangamiza uzao wa kwanza, na alipoamua kuanza kuua kila uzao wa kwanza pale Misri, lakini akazungumza na wana wa Israeli akamwambia kwamba muweze kuchinja mwana kondoo, halafu ile damu iweze kupakwa katika miimo ya milango yenu, ili ile ghadhabu isije kaifikia nyumba yoyote ya wana wa Israeli. Na kweli ilipotokea, na hakuna kifo kilichotoka katika wana wa Israeli, kwa sababu walikuwa wamepaka ile damu ambayo ilikuwa ni agano. Agano la damu lilikuwa limewekwa katika miimo ya milango. Wakasema kwa kweli hakuna kitu ambacho kitakachotokea. Kwa hiyo Yesu ni representation ambaye yeye anasimama zaidi ya yule mwanakondoo, au yule mwanakondoo aliyekuwa kichinjwa huko nyuma, au mnyama yoyote yule alikuwa kichinjwa kule nyuma kwa ajili ya ukombozi. Na ilikuwa ni agano, lakini agano hili ni kubwa zaidi ambalo Yesu Mungu alilifanya kupitia mwanawe wa pekee Yesu Kristo. Kupitia zote zile ambazo agano zilizofanyika kipindi cha nyuma, na utakuta kwamba ukombozi ulifanyika na Mungu aliweza kuokoa taifa la Israeli kupitia ile damu. Lakini Mungu haikutosha mahali pale, akasema nitamtoa mwanawe wa pekee. Atamtoa mwanawe wa pekee Yesu Kristo, ili aje afe msalabani kwa ajili ya ukombozi wa dhambi zetu. Ndio maana unakuta agano linamaanisha kitu kikubwa zaidi. Ukiangalia hata upande wa shetani anatumia maagano mengi sana kwa ajili ya damu. Ndio maana unakuta watu wanaposema kwamba wanatambika, wanatumia damu, wanazindika, wanatumia damu, wanafanya hivi, wanaua mnyama, wanatumia damu, bado wako kule. Nilikuwa nafanya kazi na kampuni moja zamani, nikiwa Tanzania, kampuni ya Sea Express, kama engineer pale. Kwa hiyo ulikuwa tukiwa na shida ya zile meli asifanye kazi, labda zina breakdown nyingi sana. Kwa hiyo sisi tulikuwa na kazi kubwa sana kwa ajili ya kwanza, inachukua muda sana breakdown kurepair na nini. Wakati mwingine boti inapoingia tena kwenye maji inakaa kwa muda mchache, inaharibika tena. Kwa hiyo ilikuwa haiko vizuri. Na hawa watu ambao walikuwa ndio wamiliki wa hizo meli walikuwa ni wa upande ule mwingine. Kwa hiyo sisi hakukuwa na jinsi, yaani nakupatia wakati mwingine tuombe sana mahali unapokuwa unafanya kazi. Nilikuwa nafanya kazi, najua natengeneza ile boti,
natengeneza na muomba Mungu kwamba hapa ndipo Mungu umenipatia ajira. Kwa hiyo ukimaliza kutengeneza ile boti, inaporudishwa tena kwenye maji, wale Wahindi wanaamua wanachinja mbuzi. Wanachinja mbuzi, wanamwaga lile damu kwenye bahari kule, halafu kesho yake wanawapatia wanachinja, yani wanatoa kafara na kuwapatia maskini nyama, au sijui wanafanyaje, wanafanya zindiko. Naona wanawaita wale watu ambao wanawajua watu wao, wanavunja sui nazi kule kwenye bahari, ili huwa anasema kwamba meli zisiharibike tena, umeona, ili mambo yaende vizuri. Kwa hiyo wanafanya sacrifice. Lakini inashangaza, na sisi tunakuwepo, tuko pale pale, na wakati ule nilikuwa namuuliza Mungu, nifanyeje katika hali kama hii? Lakini unaendelea kufanya. Kwa hiyo ni muhimu sana kuomba mahali pa kazi. Unaweza kukuta nimekuja kufanya kazi mpaka hapo, wakati mwingine nimefanya kazi hapa kwenye nilikuwa nafanya wakati nimekuja nafanya kazi kwenye hoteli fulani za Wahindi. Nimefanya kazi kwenye hizo hotel, nikajiuliza kwenye mlango wa hoteli juu yake kulikuwa na kifuu cha nazi kimewekwa pale. Nikauliza mtu mmoja alikuwa anafanya kazi pale, nini? Akasema, yani wewe acha tu Wahindi bwana, acha tu. Hii ni maana yake kwamba kifuu hicho ni zindiko ili watu wapate wateja kwenye hiyo hoteli. Nikashangaa sana, Marekani vinaweza kufanyika vitu kama hivi. Lakini nimetoa tu mfano kwa ajili ya tambiko wanalofanya. Lakini sisi, nikirudi kwenye neno la Mungu, Mungu alifanya agano na sisi kwa chochote kile ambacho kiko mbele yetu hakiwezi kikavuruga lile agano Mungu aliloweza kulitoa. Na ndio maana unakuta kwamba unapoanzisha biashara Mkristo, lazima uplead damu ya Yesu Kristo. Weka damu ya Yesu kama zindiko katikati ya biashara yako, kwenye mahali pa kazi yako, ofisini pako. Ufike pahali pale usema kwamba naweka damu ya Yesu mahali pale, kwa sababu damu ni agano la Mungu harisi kupitia Yesu Kristo. Wenzetu wanafanya maagano na damu ya wanyama au madamu ya zindiko ambayo wanayojua wao. Lakini sisi lazima tujue kwamba kuna uthamani mkubwa zaidi tukizingatia na kusimama katika agano la damu, kwa sababu agano la damu ya Yesu Kristo ndipo limefanyika upatanisho wetu sisi, limefanya upatanisho katika maisha yetu sisi. Kwa sababu hiyo tunaweza kutembea kifua mbele, tunaweza kuwa na ujasiri, tunaweza kusimama tukiwa na ujasiri wakati wowote tunapomwendea Mungu kwa kumwomba chochote kile, kwa sababu alikwisha kuvunja kile kiambaza ambacho kilitufanya sisi tuwe mbali na yeye wakati wowote ule. Na ndio maana ukisoma katika kitabu cha Kutoka, ngoja tusome mwanzo Kutoka. Haleluya, haleluya. Nilikuwa nimeikoti vibaya. Ukisoma katika kitabu cha Kutoka utaona jinsi gani Mungu alipokuwa amekubali wana wa Israeli walipokuwa wanapitishwa mahali ambapo ilifikia wakati walikuwa hawawezi wakawa huru, isipokuwa ile damu iliweza kuwapatanisha na kuondoa katika ghadhabu ambayo iliyokuwa imekuja mbele yao. Kwa sababu ya hiyo waliweza kupita katika lile jaribu ambalo lilikuwa limewekwa na adui. Lakini Mungu au malaika wakaenda wakawaua wale wazao wa kwanza, na Farao alikuja akatambua kwa kweli hakuwezi akashindana na Mungu kwa hali yoyote ile. Kwa hiyo ni muhimu sana kusimama na kutafakari zaidi, kwa nini Mungu aliamua kufanya hivyo? Kwa nini Mungu alitupatia nafasi ya muhimu zaidi kupitia Yesu Kristo, kupitia damu yake? Je, kuna uthamani gani kwa Yesu kwenda msalabani? Ujiulize hilo swali. Na ukishajiuliza hilo swali utagundua kwamba Mungu alitupendelea sana. Alitupendelea sana. Na ndio maana ukuta kwamba dhambi zetu zilinunuliwa. Yesu alizinunua zile dhambi.
na hakuzinunua tu kwa ajili ya mateso, lakini alizinunua kwa kitu cha thamani ambayo ni damu yake mwenyewe. Ndipo iliweza kulinganisha na ule uthamani na ile gharama ya dhambi ambayo tulionayo, kwa sababu lazima iweze kutolewa damu, na damu ya Yesu Kristo iliweza kutupatanisha sisi na kusimama kuwa wana wa Mungu. Na lolote ambalo tunaloliomba, lolote ambalo tunapokuja mbele za Mungu, Mungu anaweza akasikia, Mungu anaweza akatujibu. Na ndio maana tunapoenda mbele za Mungu kwa toba, tunaungama, tunahitaji Mungu direct na Mungu. Hatuhitaji kupitia kwa kitu chochote kile. Una uwezo wa kumwendea Mungu kwa sababu damu yake ya pekee iliweza kututhamanisha sisi, ili tuweze kumwendea yeye wakati wowote kwa ajili ya toba. Wakati wowote unaweza kaenda mbele za Mungu na kumwambia Mungu, nimekuja mbele zako. Huhitaji kuchinja mwanakondoo, huhitaji kuweka tambiko lingine lolote kama wengine wanavyofanya. Huhitaji aina ya tambiko, kwa sababu Yesu mwenyewe alitolewa dhabihu, na ni kafara. Alitolewa dhabihu ya kweli ambayo tunaishi nayo, haitakutokea tena, isipokuwa ni hiyo ambayo ni mara moja, ilitosha na ikatufanya sisi kuwa wana wa Mungu wakati wote. Hebu naomba wakati tutakwenda kuomba asubuhi ya leo, Bwana atupe neema ya pekee tuweze kutambua kwa nini tunasimama wakati huu, tukijua kwamba Mungu ametuvusha. Tulikuwa wenye dhambi, tulikuwa hatufai, tulikuwa ni watu ambao hatuthaminiki, lakini Bwana ametupa uthamani. Wakati wote tuende mbele za Mungu, tumuulize Mungu, Bwana, tunaomba ututakase, utusamehe dhambi zetu zote, utuepushe na ule uovu ambao unaokuja mbele zetu. Na ndio maana unakuta kwamba wakati ukisoma katika kitabu cha Warumi sura ya Yohana wa kwanza ile sura ya 2 na mstari wa 2, maandiko yanasema kwamba yeye ndiye dhabihu ya upatanisho kwa dhambi zetu, wala si kwa dhambi zetu tu, bali na kwa dhambi za ulimwengu wote. Yeye alitokuwa dhabihu ya upatanisho. Kwa hiyo ametupatanisha, na kama ametupatanisha sisi na Mungu, hahitaji kuwa mbali. Ile dhabihu tunahitaji kuishikilia, ni kama kigao na ngao yetu ya kujivunia katika maisha yetu. Warumi sura ya 10 mstari wa 10 inasema kwamba ukinena, yani ukimkiri Yesu kwa kinywa chako ya kuwa yeye ni Bwana, na kuamini moyoni mwako ya kuwa Mungu alimfufua katika wafu, utaokoka. Kwa maana ni kwa moyo wako unaamini na kuhesabiwa haki. Bwana Yesu asifiwe sana. Na hili andiko huwa linanikumbusha mbali sana. Andiko linanikumbusha wakati nilikuwa nampokea Yesu Kristo. Wakati nilikuwa kwenye kwenye dini wakati nilikuwa kwenye dini Katoliki, nilijitahidi sana sana sana. Nilikuwa nikitumikia katika madhabahu, nilikuwa nikitumikia, ni kijana ambaye nilikuwa navaa majoho, nikaingia kwenye chama cha Moyo Mtakatifu wa Yesu, nikaweka nadhiri ya mwaka mmoja. Halafu baadaye masista wakaniambia, John, umeweza weka nadhiri ya miaka 3 tena ya Moyo Mtakatifu wa Yesu. Nikaweka nadhiri ya miaka 3, hapo usinywe pombe, usivute sigara, usiwe mtukanaji, usifanye nini. Kwa nikawa navaa beji, lakini ile beji nilienda miaka 2 haikufika mbali, nikawa tayari naanza kusneak na unja. Ulikuwa bado ni ujana wakati huo, miaka 21. Nilijitahidi sana, nilikuwa natafuta mahali ambapo nitakuwa wakati nilikuwa nasoma nasoma semina, nikajiunga. Kwa sababu wengi tulikuwa wanafunzi pale tunajiunga kwenye Moyo Mtakatifu wa Yesu, lakini kuna kitu ambacho kilikuwa kinanifanya nirudi kule ambako ilikuwa zamani. Pamoja na kwamba nilikuwa nimevaa ile beige, naonekana nikipita pale masista, mapadri wananiambia, hongera, umepiga na umeweka nadhiri ya miaka 3. Nikasema ndio, nimeweka nadhiri ya miaka 3. Lakini ile wakasema ukimaliza miaka 3 unachukua ya maisha, kwamba usinywe pombe, usifanye nini. Lakini nilijikuta kuna kitu ambacho kilikuwa kinanivuta kurudi tu huko,
ambako wengine watu wanakucheka wakikuona kwa sababu unalazimishwa kwamba uvae ile beji wakati wote ili uonekane kwa watu kwamba ili ikuzuie. Lakini nikajikuta kwamba ile beji unaweza nikaitoa na nafanya vitu ambavyo sivyo, naitoa alafu baadaye naiweka nionekane kama kwamba liko. Lakini Mungu alikuwa anakusudia kitu. Nilipokutana na huyo mtumishi wa Mungu akanipiga maandiko nilikuwa sijui hata moja. Ile andiko nilikuwa sijawahi kulisikia, lakini akaniambia kwamba hebu jioni soma Warumi sura ya 10 mstari wa 9. Akasema kwamba soma mstari wa 9. Akasema kwamba ukimkiri Yesu kwa kinywa chako ya kuwa yeye ni Bwana na kuamini moyoni mwako ya kuwa kwamba Mungu amemfufua katika wafu, utaokoka. Unaogopa nini kuokoka? Unaogopa nini kuokoka? Ni kumkiri tu Yesu. Kwa kweli akanifungulia maandiko ya Nicodemus alipokuwa anasemaje, utaingiaje kwenye tumbo la mama yako ukazaliwa tena mara ya pili? Lazima uzaliwe mara ya pili. Akanisomea andiko lile tena, likanigusa sana moyoni. Nikamwambia yani unatakiwa wakati si wakati huu ndio wakati uliokubalika. Nikaangalia akanifanyia mateso ya Yesu na jinsi nikatafakari jinsi gani Mungu alivyotununua kwa damu. Nikamkiri Kristo kuwa Bwana na Mwokozi wangu. Leo hii tunakumbushana. Yamkini ulikuwa bado hujajua wapi kuna neema ya wokovu. Mungu ametupatia Kristo Yesu kwa damu yake ya thamani. Ukimkiri kwa kinywa chako utaokoka. Hebu tuombe. Baba, katika jina la Yesu Kristo mtakatifu, Mungu wa mbinguni, tunakuja mbele zako. Tazama Bwana, tuko mbele za uso wako Jehova. Tumezungumza kupitia mwanao wa pekee Yesu Kristo, maana wewe ndiye uliyetupenda upeo na hata ukamtoa Kristo ili aje afe msalabani kwa ajili ya dhambi zetu. Tunasimama mbele zako Bwana kwa agano la damu ya Yesu Kristo ambalo lililomwagika pale msalabani. Kwa kupigwa kwake sisi tumepona. Tumepona na dhambi, tumepona na magonjwa. Bwana, tunaomba toba. Yamkini tumekuwa tukirudi kule kule kwa zamani, tumekuwa tukirudia yale yale matapishi. Bwana, tunaomba utusamehe, ututakase kupitia damu ya Yesu Kristo iliyomwagika pale msalabani. Bwana, ulitununua kwa gharama kubwa, kwa gharama ya damu, kwa gharama ya damu, ili tuweze kukujua wewe na kuweza kukuishia wewe Bwana. Maana wewe umesema kwamba atakayemkiri kwa kinywa chako utaokoka. Bwana, tunakiri kwa vinywa vyetu, tunanena kwamba Yesu Kristo ndiye Bwana aliyekuja akafa msalabani. Nasi Mungu tunaamini kwamba kwa kupigwa kwake, kwa damu ya agano jipya, imetukomboa na dhambi zetu. Umetutakasa kupitia agano la damu. Baba, asante asubuhi ya leo. Umetufanya kuwa viumbe upya. Umetufanya kuwa tena wapya. Tuanze tena upya. Baba, katika jina la Yesu, tunaomba sasa Mungu ukaonekane Bwana katika kila mahali tulipo, kila mahali tutakapokanyaga. Bwana, tunazindika na kuweka damu ya Yesu. Mahali pa biashara zetu, tuna plead damu ya Yesu katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Asante Bwana kwa sababu umesikia. Ni katika jina la Yesu. Amen. Amen. Amen.